Ziko habari ambazo zinatikisa mitandaoni right now. Sasa ni kafara za wazazi baada ya kifo cha mama na baba mzazi wa Meja Kunta. Wadau muandama, kweli maisha yana siri kubwa. Kuna ukweli ndani yake kwamba ni kafara ama ni mazungumzo tu ya watu hapa na pale? Karibu popote pale ambako unatazama. Ni Official Rose D on the microphone. Ni msanii wa Singeli Meja Kunta ambaye amekuwa kwenye midomo ya watu wengi sana huko vijiweni, hasa wanaofahamu maisha halisi yake na wazazi wake. Ni mnamo mwaka jana mwezi wa 4 Meja Kunta alifiwa na mzazi wake ambaye ni mama mzazi, na ukapita mwezi mmoja tu Meja akanunua gari aina ya Range Rover. Alionekana kusahau haraka sana na msiba wa mama yake na akaanza kulabata. Mwaka huu mwezi wa 5 amenunua gari aina ya BMW, lakini itakushangaza sana mwezi wa 6 tu alitangaza kuliuza hili apate pesa matibabu kwa ajili ya baba yake mzazi ambaye pia amefariki akiwa bado Meja hajafanya uamuzi huo wa kuuza mali zake kumuuguza. Ukiachana na magari, Meja anaishi kwenye apartment kubwa sana ya kifahari ikiwa hana kazi ya maana au hit song kubwa sana mjini za kumuingizia pesa na kuwa na mali hizo zote. Lakini pia watu wa karibu wanasema baba mzazi wa Meja Kunta alikuwa na afya njema tu mwezi mmoja kabla hajalazwa ghafla na kufariki. Hivyo kwa mama yake pia mzazi na yeye, watu wa karibu wanasema mama Meja alikuwa na afya njema tu, lakini aliumwa ghafla na kufariki dunia. Sasa tunoti kwamba hayo ni maoni ya watu ambao unaweza kuyakubali au kuyakataa pia. Lakini ukweli ukiachana na Meja, vijana wengi hasa hapa jijini Dar es Salaam wanajiingiza sana kwenye ushirikina au vyama hivi vya kuzimu ikiwemo Freemason. Mwisho wa siku wanaishia kutoa uhai wa wazazi wao, ndugu zao, wake zao na hata watoto pia. Yoyote ni kutaka tu utajiri wa kuwa haraka, lakini pia majina makubwa. Bado mimi ninatamatisha, pengine mtazamaji, kutoka na maoni ya wadau, upi mtazamo wako kuhusiana na skendo hizi kwa msanii Meja Kunta? Zina ukweli ama wamemzushia? Wakati mwingine nitasoma maoni yako kwa uzuri kabisa. Uwe na wakati mwema.